Asante. Tunashukuru kwa wimbo ambao umeimbwa na wanakwaya, si mimi ni Kristo. Na kwa kweli haifai kuwa ni mimi, bali ni Kristo anayetenda kazi yote hata ndani yetu. Ninawakaribisha tena kwa ajili ya kipindi cha jioni ya leo, na ili kwamba tubarikiwe pamoja tunapomalizia kipindi cha mwisho jioni ya leo. Naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana ni mwema na siku zote. Asante. Tunashukuru Mungu kwa wema wake, kwa fadhili zake kwa kila mmoja wetu. Hivyo ningependa niwaalike ili kwamba tuweze kuomba kisha tuweze kuanza. Tunaangalia matukio ya mwisho duniani, tukilinganisha na matukio ya nani? Ya Ayubu. Yaliyokuja kumjaribu Ayubu. Tunazidi kuona jinsi anajaribu watu wa Mungu kipindi cha duniani. Tunaomba. Baba yetu uishi mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya nafasi umetujalia, na ili kwamba tupate kuzidi kuangalia matukio ya mwisho duniani kama Bwana ulipotangulia kuyaonyesha kwa mfano kupitia kipindi cha Ayubu. Matukio yaliyokuja kumjaribu Ayubu ni matukio pia yanajaribu watu wa Mungu kipindi cha duniani. Bwana tusaidie kusimama imara kipindi cha duniani. Neema ikitosha kila moja, tufundisha masaa haya sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Tumekuwa tukiangalia matukio ya mwisho duniani, yale matukio yaliyomtukia Ayubu, na tukafikia mahali tumeangalia tukio la kwanza na tumeangalia pia tukio la pili. Leo ningependa tuangalie tukio la ngapi? La tatu. Tukio la kwanza tuliona ni Waseba, kitabu cha Ayubu 1:13. Tukio la pili tukagundua ni tukio la gani? La moto, Ayubu 1 na mstari wake wa 16. Sasa leo tunaangalia tukio la ngapi? La tatu, Ayubu 1:17. Msemaji. Huyo alipokuwa ngali akinena. Maandiko anasema huyu alipokuwa ngali akinena, yule aliyeleta ripoti, aliyekuja kuleta habari za tukio la pili, alipokuwa ngali akinena, akatokea na mwingine na kusema nini? Wakaldayo walifanya vikosi vitatu. Akasema Wakaldayo walifanya vikosi vingapi? Vitatu. Wakaldayo walifanya vikosi vitatu. Endelea kusoma. Wakaangukia ngamia wakaenda nao. Na wakaangukia ngamia wakaenda nao. Endelea. Naam, wameoa wale watumishi kwa makali ya upanga. Endelea. Mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari. Asante. Kwa hivyo tukio la tatu la Wakaldayo linateka mpaka ngamia, ama ni ngamia linawateka. Sasa kwa hiyo tukio la tatu tumeambiwa ni tukio linaitwa Wakaldayo. Na Wakaldayo vikosi vingapi? Vitatu, 3 bands. Wakaldayo. Kwa hiyo tukio lile la tatu ni tukio la Wakaldayo, vikosi vingapi? Vitatu. Na tukaona katika Biblia Wakaldayo ni kina nani? Wababeli. Msomaji, alisaidie andiko hiyo. Danieli 7. Danieli 7:1. Maandiko anasema kitu gani? Wakaldayo ndio bado wanaitwa Wababeli. Danieli 7 na mstari wa kwanza, maandiko anasema kitu gani? Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza. Maandiko anasema katika mwaka wa kwanza wa mfalme anaitwa Belshaza, mfalme wa Babeli. Ati mfalme wa nini? Wa Babeli. Kwa hiyo Belshaza anaitwa mfalme wa Babeli. Si anaitwa mfalme wa Babeli? Naam. Danieli 5. Belshaza anaitwa mfalme wa Babeli. Wacha tuulize, Belshaza kama anaitwa mfalme wa Babeli, anaitwa tena mfalme wa wapi?
Wakaldayo 30. 5:30 kitabu ni cha Danieli. Inasema usiku huo. Maandiko yanasema usiku huo ni wakati ambapo Belshaza alifanya karamu kubwa na akaalika watu kunywa divai. Sasa kiganja cha mkono kimekuja kimeandika ukutani, Mene, Tekeli na Peresi. Mfalme wako umehesabika na ukaonekana kuwa umepungua, na kama ufalme wake umeisha, umegawanyika na umepewa Wamedi na Wajemi. Sasa mstari wa 30 maandiko yanasema usiku huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo. Ati maandiko yanasema usiku huo Belshaza mfalme wa kina nani? Wa Wakaldayo akafanya nini? Akauawa. Asante. Kwa hiyo mfalme wa Babeli anaitwa pia mfalme wa Wakaldayo. Kwa hiyo wa Babeli katika unabii wa Biblia ni Wakaldayo. Wakaldayo ni wa Babeli. Tuko pamoja? Natumaini imeingia vizuri ya kwamba kwa hiyo kama tukio la tatu katika historia ya Ayubu ilikuwa ni Wakaldayo wa Babeli, na walikuwa ni vikosi vitatu. Pia tunatarajia Babeli ya mwisho duniani iwe vikosi vingapi? Vitatu. Mungu akatuonya kipindi cha duniani ya kwamba kuna Babeli itakayoleja dunia. Ufunuo 14. Kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 8, Babeli itateka dunia. Babeli iliyojaribu Ayubu pia inarudi kujaribu. Ile Babeli ambaye ilikuja kumjaribu Ayubu ilikuwa ni mfano ya kusaidia kuelewa nini kinafanyika. Mambo yaliwapata kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tunaishi kipindi cha nini? Cha mwisho duniani. Kitabu unasoma Ufunuo 14. Nipe 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema. Ufunuo 14 mstari wa 8. Malaika wa pili baada ya malaika wa kwanza anafuata akisema, umeanguka Babeli. Kwa hiyo kuna Babeli inatangazwa kuanguka kipindi cha duniani. Twende. Mji ule ulio mkubwa. Na hiyo Babeli ni mji. Maana anasema Babeli hiyo ni mji, tena ni mji mkubwa. Maana ndiyo ulionyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Tulia. Kwa hiyo Babeli imeteka dunia na inaleja dunia. Na hiyo Babeli ni mji mkubwa umeteka dunia. Sasa hii Babeli ambayo ni mji mkubwa, maandiko yanatuambia ni kitu gani? Ndipo Ufunuo 17 anza mstari wa 3 kuteremka. Ufunuo 17 na mstari wa 3 kuteremka, maandiko yanasema nini? Akalichukua katika roho hata jangwani. Maandiko yanasema, Yohana anasema alichukuliwa katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Na akaona mwanamke ambaye amekalia mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina makufuru. Na huyu mwanamke alipokuwa amekalia mnyama alikuwa amejaa majina ya nini? Makufuru. Ya makufuru. Bila kusoma, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na huyo mnyama alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Twende. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Soma. Na nyekundu. Ndio. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Ndio. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Yule mwanamke alikuwa na kikombe cha dhahabu tena mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha Babeli ya mwisho duniani. Babeli ya mwisho duniani, mwanamke kahaba, si ndio? Naam. Mwanamke kahaba ambaye anaonekana ameshika nini? Kikombe. Na amekalia mnyama mwekundu sana. Manisi andiko lisikia ni Babeli. Mstari wa 5. Na katika kipaji cha uso wake. Na huyu mwanamke ambaye amekalia mnyama, maandiko yanasema katika kipaji cha uso wake, katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Bado siri yako nayo. Watu wengi watambui yeye yako na siri. Soma. Babeli mkuu. Na siri aliyo nayo, maandiko yanasema ni Babeli mkuu, mama wa makahaba ndio na machukizo ya nchi. Bado Babeli ya mwisho duniani ni mwanamke kahaba. Na hapo na watoto wake ambao ni kahaba sawa sawa na yeye. Kwa hiyo kikosi cha kwanza ni mwanamke kahaba. Kikosi cha pili watoto wake. Kikosi cha tatu Ufunuo 17:2.
ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Maandiko yanasema huyu mwanamke kahaba amezini na kina nani? Wafalme wa dunia. Kwa hiyo kikosi cha tatu, wafalme nini? Wa dunia. Kwa hiyo mwanamke kahaba ako na watoto wake ameteka, na pia ameteka wafalme wa dunia wako hapo, wametekwa na Babeli ya mwisho duniani. Kwa hiyo Babeli ya mwisho duniani vikosi vitatu: mwanamke kahaba, watoto wake na wafalme wa dunia. Babeli vikosi vingapi? Vitatu. Maandiko yanatuambia final Babylon is composed of 3 bands, 3 great war, ama yule mwanamke kahaba, wafalme wa dunia ambao wameteka, na ya mwisho ni watoto wake ambao ni kahaba sawa sawa na yeye. Sasa tunaanza na mwanamke mwenyewe, tuangalie vile anateka wafalme wa dunia na hata watoto wake, wasichana wake. Msomaji? Naam. Sasa mwanamke katika unabii wa Biblia ni kitu gani? Na hii mchoi system ya Babeli haiponi. Hata rudi hapo Ufunuo 17 msomaji. Nipe mstari wa kwanza. Hiyo Babeli haiponi. Unajua ni kwa nini? Nipe habari. Akaja mmoja wa wale malaika 7. Ufunuo 17:1. Maandiko yanasema akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Hapo na vile wale ambao wako na vitasa 7. Akanena nami akisema, kitu gani? Njoo huku nitakuonyesha hukumu yule kahaba mkuu. Akamwambia Yohana, njoo njoo nitakuonyesha hukumu ya yule nani? Kahaba mkuu. Aketie wapi? Aketie juu ya maji mengi. Tulia. Kwa hiyo huyu mwanamke kahaba ambaye anaitwa kahaba mkuu, maandiko yanasema ati amehukumiwa, kwa hiyo hawezi kupona, hukumu yake ipo. Si maandiko yanasema njoo nitakuonyesha hukumu yake. Kwa hiyo yeye amehukumiwa, hawezi kupona. Kwa hiyo ni wewe uvute helio, utoroke mbio, utoke huko. Kwa hiyo Babeli haiwezi kuponyeka, maana imehukumiwa tayari. Hiyo system ya Babeli imehukumiwa. Lakini Babeli mwanamke kahaba amekalia mnyama mkubwa sana, hapo na watoto wake kahaba sawa na yeye, na ameteka wafalme wa dunia. Sasa msomaji, na mwanamke katika unabii Biblia ni kitu gani? Ukisoma kitabu cha Waefeso 5, natumai tulisoma, nipe habari. Waefeso 5:25, msomaji. Inasema, enyi waume, maandiko yanasema enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, soma, apate kujiletea kanisa tukufu. Tulia. Kwa hiyo mwanamke, maandiko yanasema mwanaume, penda mke wako kama vile Yesu alipenda kanisa, akajitoa kwa ajili ya kanisa. Kwani Paulo anamaanisha nini? 32. Siri hiyo ni kubwa. Siri ya mwanaume kupenda mke wake, hiyo ni siri kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na nini? Na kanisa. Kwa hiyo Kristo mwanaume, kanisa mke, mwanamke. Kwa hiyo mwanamke katika unabii pia ni kanisa. Lakini ni kanisa kahaba. Kanisa limekalia mnyama mwekundu sana. Kwani mnyama anasimamia nini? Na pia amekalia maji mengi. Kwani maji mengi yanasimamia nini? Isaya 17:12. Maandiko yanatuambia maji ambayo mwanamke amekalia. Isaya 17 na mstari wa 12. Kwani mwanamke anapokalia maji mengi, kwani maji mengi yanasimamia kitu gani? Ipe habari. Ndiyo. Uvumi wa watu wengi. Watu wengi wanavuma kama uvumi wa bahari. Soma. Ndiyo. Ngurumo ya mataifa. Mataifa wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Kwa hiyo maji mengi inasimamia wanadamu, mataifa, dunia nzima. Kwa hiyo ni kanisa limeteka dunia nzima. Kanisa limeteka dunia nzima. Lakini mwanamke kahaba, kanisa kahaba, ni kanisa limeteka dunia nzima. Ufunuo 17 mstari wa 15. Ufunuo 17:15 inasema hivi, kanisa kahaba, mwanamke kahaba, kanisa limekalia wanadamu duniani, limeteka mataifa. Nipe habari. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapa aketibo yule kahaba. Mahali kahaba amekalia ni jamaa. Maandiko yanasema ni jamaa, makutano, watu wengi, makutano, mataifa, kama Kenya ikiwa ndani, lugha na lugha. Unajua na lugha yako, unasikia? Kwa hiyo lugha zote zimekamatwa na mataifa yote mpaka Kenya wamefanya nini? Wamekamatwa. Kwa hiyo hili system ya tari ya kanisa
lakini mwanamke amekalia mnyama mwekundu sana. Kwani mnyama anasimamia nini? Danieli 7:25. Danieli 7:25. Kwani mnyama anasimamia kitu gani? Nipe habari. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hiyo tunapozungumzia mnyama tunazungumzia nini? Ufalme duniani, si ufalme wa mbinguni, ni ufalme wa dunia, si ndio? Kwa hiyo hili kanisa limeteka wafalme wa dunia, na ni kanisa limebebwa na linaendesha ufalme wa dunia. Tuko pamoja? Kwa hiyo hii ni kanisa la kiserikali, kanisa la kiufalme, maana limekalia mnyama. Niwaulize swali, ukipata mwanaume ama mwanamke amekalia farasi, kati ya farasi na mwenye kukalia farasi, nani anaelekeza mwingine? Mwenye amekalia. Mbarikiwe. Kumbe mnaelewa. Angalia, kumbe hata mwanamke anaelekeza nini? Serikali. Kwa hiyo hili kanisa linaelekeza serikali. Tuko pamoja? Ni kanisa limekalia mnyama, ni kanisa la kiserikali, na ni kanisa lenye kuelekeza serikali. Ili tuelewe kanisa hili vizuri, ukiangalia Ufunuo 17 na mstari wa 3, tunaambiwa mnyama ambaye amekaliwa na kanisa hili ama serikali yenye kukaliwa na kanisa hili. Maandiko yanasema ni serikali iliyo na majina ya makufuru. Kwa majina gani? Ya makufuru. Swali ni je, kukufuru ni kusema nini? Yohana 10 nipe 35. Ukianza 30, Yesu akawa anaambia Mafarisayo ama medai ya kwamba anaweza samehe, yani akasema yeye na Baba ni umoja. Yani Yesu akasema yeye na Baba ni kitu moja. Sasa Wayahudi wakakosa kumwelewa, wakaamua kupiga kwa mawe. Sasa Yesu akauliza swali, Wayahudi wakamjibu. Hiyo ni Yohana 10:35. Wayahudi wakamjibu Yesu, kwa ajili ya kazi njema tukupigi kwa mawe. Twende. Bali kwa kukufuru. Soma. Na kwa sababu wewe ndiye mwanadamu. Kwa sababu wewe ndiye mwanadamu. Wajifanya mwenyewe Mungu. Kumbe mwanadamu akijifanya kuwa Mungu anafanya nini? Anakufuru. Sasa hii kanisa linaendesha serikali na limekalia serikali, na serikali yenyewe iko na majina ya makufuru. Maana yake iko na majina ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja? Maana kukufuru ni kujifanya Mungu. Kwa hiyo hii kanisa limechukua majina ya nani? Ya Mungu. Kwani majina moja ama jina moja la Mungu ni gani? Yohana 17 nipe moja kwanza sikie. Maneno haya aliyasema Yesu. Ndiyo. Akanyanyua macho yake kuelekea mbinguni akasema. Alielekeza macho yake duniani ama alielekeza mbinguni? Mbinguni. Akaelekeza macho yake mbinguni. Akasema aje? Baba. Akasema aje? Baba. Sasa huyu baba anamuita kwa jina gani? 17:11 Yohana. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Yohana 17:11 Yesu akasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Lakini hao wanadamu wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Nani? Baba mtakatifu. Ati nani? Baba mtakatifu. Ati nani? Baba mtakatifu. Kwa hiyo serikali ikainuka duniani ya kikanisa ama kanisa linaendeshwa na serikali, inaweka wanadamu, anaitwa Baba mtakatifu. Wakamba wakamwita Alfa Modeu. Wameru wakasema Baba Mugegu. Wajikuyu wakasema Papa Modeu. Baba mtakatifu. Wajaluo wakasema mtumishi malizia. Woro malero. Ndio hiyo. Akaitwa Baba mtakatifu. Wazungu wakamwita Holy Father. Unaona? Lugha ya Kilatini wakamwita Il Pope. Wakamwita aje? Il Pope. Il Pope. Wakamwita hivyo. Sasa ni kanisa la kiserikali limeweka mwanadamu anaitwa jina la Mungu, jina Baba mtakatifu. Kanisa na serikali pamoja, church and state. Kanisa na serikali. Kanisa likaitwa Kaaba kwa sababu ya kushikana na serikali na kuitwa kanisa la kiserikali. Tuko pamoja Naam. Kanisa la kiserikali liko duniani na likaweka wanadamu wanajiita majina ya Mungu, wanajifanisha na Mungu,
Na ukiangalia kitabu cha Wathesalonike wa pili, msomaji fika pale, Wathesalonike wa pili 2, na ukiangalia mstari wake ni ule wa 3, msomaji. Inasema, na iseme, mtu yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maandiko yanasema mtu yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Na hata watu walio katika maeneo haya tunaambia mtu asiwadanganye. Kwa nini? Maana haiji siku ya Bwana Yesu kuja usipokuja kwanza ule ukengeufu. Lazima kwanza wanadamu wanaamini kuamini kweli, waamue kukengeuka na kuacha ukweli. Malizia, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Na wakati watu wa Mungu wanakengeuka, yule mtu wa kuasi anafunuliwa. Twende, mwana uharibifu. Na anaitwa mwana wa uharibifu. Nani huyo? Yule mpingamizi, anaitwa mpinga Kristo. Soma, ajinoa nafsi yake juu ya kila kitoacho Mungu ama kuabudiwa. Na mpinga Kristo ameketi kanisani na anadai kuabudiwa, amejinua nafsi yake juu ya kila ambacho kinaitwa Mungu. Twende, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Ameketi kanisani, ameketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Unaona, mwanadamu ameketi kama nani? Mungu. Na ameketi hekaluni, kanisani. Unachota Mungu wa mbinguni ameketi katika hekalu, si ndio? Ukisoma kitabu cha Habakuki 2:20, maandiko yanasema Bwana ameketi katika hekalu lake takatifu, dunia yote inyamaze kimya. Kwa hiyo Bwana ameketi katika hekalu lake takatifu. Na unajua Mungu akiwa ameketi ndani ya hekalu la mbinguni, amezungukwa na malaika, amezungukwa na wazee 24, si ndio? Sasa sijui hawa ni wazee 24 ama ni malaika, sijajua. Au wako hapa. Bali ametufanisha na Mungu kabisa. Yaani Mungu wa mbinguni akiwa ameketi ndani ya hekalu la mbinguni, hata yeye amesema nimeketi hekaluni hapa duniani. Ni situ ya kanisa la serikali. Ufunuo 17:18. Ufunuo 17:18, msomaji kwa haraka tu. 17:18 inasema, barikiwa. Na yule mwanamke uliyemuona, maandiko yanasema na hili kanisa bado unaliona. Twende, ni mji ule mkubwa. Maandiko yanasema ni mji mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Yaki ni kanisa liko na mfalme juu ya wafalme wa nini? Wa nchi. Kwa hiyo liko na mfalme. Ni kanisa liko na mfalme juu ya wafalme wa nchi. Rudia andiko watu wasikie vizuri. Na yule mwanamke uliyemuona, maandiko yanasema na yule mwanamke ambao ulimuona ni mji ule mkubwa. Ni mji. Kwa hiyo ni kanisa liko na mji, si ndio? Naam. Liko na mji unaitwa Vatican City. Ni kanisa la kiserikali liko na mji. Na mji wake ni mkubwa unaitwa Vatican City. Endelea. Wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Kuna kanisa lingine duniani liko na mfalme na liko na mji. Ni kanisa moja dunia nzima liko na mfalme na liko na mji mkubwa, na ufalme wake ni juu ya wafalme wote wa dunia. Kwa hiyo wafalme wote wa dunia wako chini yake, na ndio maana unaona anakutana wafalme wa dunia. Yaani kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia, linateka wafalme wa dunia. Angalia, na liko na mji unaitwa Vatican, ndio huu, si unaona? Unaitwa Vatican City, mji tena mji mkubwa unatambulikana. Kanisa liko na mji mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa dunia, na ndio maana mpaka wafalme wa dunia wanaenda kwake, kwa maana wako chini yake, wako chini ya mfumo huo. Kanisa la kiserikali, tumishi. Na ukiangalia maandiko yanasema kanisa hilo ni kahaba, si ndio? Ndio. Kwani ni kahaba kwa jina gani? Kitabu kile ni cha Ufunuo 17:2 ilituambia anazini na wafalme wa nini? Wa nchi. Kwa hiyo kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia. Sasa msomaji, maana ni kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia, linazini kwa jina gani? Ezekieli 16. Anza 32 teremka mpaka hata 35. Haya, barikiwa. 16:32, mke wa mtu azinie. Yaani kahaba, maana kanisa linaitwa kahaba, linashirikiana wafalme wa dunia. Maana yanasema mke wa mtu azinie. Ni kahaba, ni mke wa mtu ambaye anazini, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Anakaribisha wageni
anawaambia karibu. Badala ya nani? Mumewe. Kwani mume wa kanisa ni nani? Ni Yesu. Usiende huko. Ukisoma kitabu cha Isaia 54:5, maandiko yanasema Muumba wetu ambaye ndiye mkombozi wetu ndiye Bwana, ndiye mume wa kanisa. Na huyo ni Yesu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, usiende huko. Ukisoma Ufunuo 19 na mstari wa 7 mpaka wa 8, maandiko yanasema tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana-kondoo imefanya nini? Imekuja, na mkewe, mke wa nani? Wa mwana-kondoo, amejiweka tayari, na amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu, kanisa la Mungu. Mume wao Yesu, lakini ni kanisa kahaba, linazini na ufalme wa dunia, linashirikiana na ufalme wa dunia, linakaribisha wageni badala ya mumewe. Malizia andiko. Watu huwapa makahaba wote zawadi. Baada ya kukaribisha wageni, tunatambua kwamba kwa kawaida watu wanapatia makahaba zawadi, bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako. Si hata kwa kawaida, ukienda hapa Nairobi, hata huku ukienda mwanaume si ndiye anatoa zawadi, ndiye aende na kahaba. Kwa kawaida ni hivyo, lakini yeye anafanya nini? Anawapatia wapenzi wake nini? Zawadi. Malizia. Na kuwapa rushwa. Na anawapatia rushwa ili waje kwako pande zote. Ili waje kwake pande zote. Ndio maana unaona wanakuja kwake pande zote. Anawapatia rushwa, anawapata msaada, pesa ako nazo. Ni kama vile mwanamke ambaye ni kahaba lakini sugar mami, yaani tajiri. Ana shida ya pesa. Sasa hivi anapeana, anatafuta vijana barubaru, anawalipa. Anawapia pesa si shida, si ndio? Sasa hii kanisa ni hivyo. Sijui kwa nini Mungu alipamisha hii kanisa kwa njia hiyo, sijui. Lakini Mungu ndiye anajua. Ni kanisa na ni mfumo. Na wakati tunazungumzia mfumo, hatuzungumzii mtu yeyote. Tunazungumzia mfumo huo. Umeharibika. Na umehukumiwa. Lakini watu walio ndani wanaweza sikia kweli, waamini watoroke. Hata wale ambao wamekalisa vitu kubwa wanaweza amua kuamini kweli. Lakini mfumo wenyewe hauwezi kubadilika. Mungu anasema umehukumiwa. Mungu anasema. Kwa hiyo sisi hatuna shida na mtu yeyote katika mfumo kama huu. Shida ni mfumo ambao Mungu amesema umeanguka. Anaita Babeli, amesema Babeli imeanguka. Sisi hatuna shida na mtu. Shida ni mfumo ambao Mungu alitabiri utakuwa duniani na utaitwa Babeli, na ni kanisa la kiserikali liko na mtu mkubwa, na linasemekana ni Babeli imeanguka, na ni mfumo ambao umehukumika ama umehukumiwa. Na yule mtumishi wa kawaida, nini kinaunganisha mume na mke wake? Sheria. Na mwanamke inakuwaje atambulikane kama kahaba ili hao wameachana mume wake, ameamua kukaribisha wageni? Warumi 7:2. Warumi 7 ndipo mstari wa 2. Msomaji. Kitabu cha Warumi 7:2 inasema, barikiwa. Kwa maana mwanamke aliye na mume, maandiko yanasema mwanamke aliye na nini? Aliye na mume. Twende. Amefungwa na sheria kwa yule mume. Amefungwa kwa sheria. Amefungwa na sheria kwa yule mume, maadamu wakati anapokuwa yu hai. Maadamu mume wake yu hai. Twende. Hali akifa yule mume, lakini mume wake akifa, amefunguliwa ile sheria ya mume. Amefunguliwa sheria ya mume wake. Si unaona? Kwa hiyo wakati mume na mke, wakati mume yuko hai, mke amefungwa kwa mume wake na nini? Na sheria. Tuko pamoja? Kwa hiyo kile kinaunganisha mwanamke na mume wake ni nini? Sheria ya ndoa. Sheria inaunganisha pamoja. Tuko pamoja? Lakini mume wake akifa, amefunguliwa ile nini? Sheria. Niulize swali. Yesu ako hai ama amekufa? Yesu ako hai. Waebrania 7:25. Yesu yuko hai. Hata ukianza 22:3
utaelewa ni Yesu anazungumziwa. Ipe habari. Waebrania 7:23 inasema, twende. Tena wale walifanywa makuhani, twende, wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Endelea. Bali yeye kwa kuwa akaa milele, Yesu kwa kuwa yeye anakaa milele, ana ukuhani wake usioondoka. Ukuhani wake hauwezi kuondoka, ni wa milele. Twende. Naye kwa sababu hii ndiyo aweza kuokoa kabisa wao mjao Mungu kwa yeye. Anaweza kuokoa kabisa wale ambao wanamjia Mungu kwa yeye, maana yuko hai siku zote ili awaombee. Asante. Yesu hajakufa, ako hai siku zote ili atuombee kama kuhani wetu. Nani moja ndiye anaitwa kuhani, si ndio? Hiyo Ibrania 8:1. Na sasa Yesu ndiye kuhani wetu. Soma. Basi katika haya tunayosema, neno lilo kuu ndilo hili. Nani? Tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Nani? Aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha hukumu mbinguni. Ndio. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli. Ndio. Ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Tulia. Kwa hiyo Yesu ndiye aliketi mkono wa kuume. Lakini hao wamekataa Yesu kama mume wao. Wameamua wakataa sheria ya mume wao, wakaamua kushirikiana na kuzini na ufalme wa nini? Wa dunia. Kanisa likaamua kushirikiana na ufalme wa dunia. Sasa msomaji, naam, ni sheria gani inatambua Yesu kama Bwana na kama mume? Ya ine. Nipe kitabu cha Marko 2, nipe 28. Ni sheria gani ama ni amri gani inatambua Yesu kama Bwana? Unajua, mimi nikiwa ni mume, mimi ni mume wa mke wangu, ama mimi ni bwana wa mke wangu, si ndio? Sasa Yesu naye ni Bwana na ni mume wa kanisa, si ndio? Lakini sheria gani inamtambua kama mume? Nipe habari. Basi mwana wa Adam. Ati nani? Mwana wa Adam. Ambaye ni nani huyo? Yesu Kristo. Malisia. Ndiye Bwana wa Sabato pia. Ati ni Bwana wa nini? Wa Sabato. Kwa hiyo Yesu si Bwana wa Jumapili wala si Bwana wa Ijumaa, ni Bwana wa nini? Wa Sabato. Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo wewe ukiangalia hili kanisa, kwani limekataa sheria gani? Si Sabato tu ndio wamekataa. Ndio. Hiyo ndio inamtambua Yesu kama Bwana. Inaita Yesu kama Bwana wa Sabato. Na ndio maana Danieli 7:25 walitabiri, Danieli alitabiri. Akasema ya kwamba huu mfumo utakaoinuka. Maana Yesu alikuwa ametangulia kusema wakati wana chukizo la uharibifu lililonena nabii Danieli limesimama mahali patakatifu. Asema inafanya nini? Fahamu. Atakayesoma kitabu gani? Cha Danieli. Sasa Danieli 7:25 inatuambia chukizo la uharibifu lilipoinuka duniani, waliamua kufanya nini? Leo chukizo la uharibifu ni ufalme, na ni ufalme wa kanisa. Msomaji, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Ukianza 23 tunaona serikali ile iliyoinuka na iliinuka kule Roma, na ni serikali iliyobarika na kanisa, serikali ya kikanisa. Sasa walifanya nini? Maana kaenda kusema atanena maneno kinyume chake aliye juu. Twende. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ni system. Waliamua kuwadhoofisha, kuwatesa watakatifu wa Mungu. Tuliangalia vile walitesa kanisa la Mungu, watakatifu wa Mungu. Twende. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Ataazimu kubadilisha majira na sheria za Mungu. Twende. Nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati na nyakati 2 ndio na nusu wakati. Tuliona wakati nyakati 2 na nusu wakati ni kipindi cha zama za giza kuanzia 538 mpaka 1790. Haya tuliangalia kwa ndani juzi hata jana. Lakini maandiko yanatuambia aliazimu kubadili majira na sheria za Mungu. Na ni sheria moja ambayo ilibadilishwa. Unajua ni gani? Isaya anatuambia 24:5. Isaya 24:5 wameamua kubadilisha sheria moja ya Mungu. Nipe habari. Inasema tena, dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Wameasi sheria. Wameibadili amri. Wamebadilisha amri moja. Wamelivunja agano la milele. Na hiyo amri moja ambayo imebadilishwa ni agano la milele. Na ukiangalia kwa kweli amri moja ya Mungu ambayo katika Biblia inaitwa agano la milele, ukienda katika kitabu cha Kutoka usiende huko 31 na mstari wa 16 itakuambia Sabato inafaa kutunzwa na watu wa Mungu katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele.
Na kwa sababu andiko linasema ni wana wa Israeli wanafaa kutunza. Watu wengi wakajiuliza, kwani sisi ni Waisraeli? Lakini ukisoma Galatia 6 mstari wa 15 mpaka 16 utagundua watu ambao wamekubali Yesu, wamemwamini Yesu, wamekubali kwa kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Maandiko yanasema ndio Israeli wa Mungu. Waebrania, hiyo ni kitabu gani imesema? Galatia 6 mstari wa 15 mpaka 16. Kwa hiyo sabato ndio agano la milele. Hawa wameamua kuikataa. Lakini si sabato peke yake walikataa. Unajua amri ya pili ya Mungu, amri ya Bwana inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usijisujudie wala kumtumikia. Waling'oa wakasema tuitaki. Baada ya kumwamri hiyo na wakasema tuitaki, wakachoma masanamu mengi wakiingiza ndani ya kanisa. Huo ni wakati ambapo shetani alichukua nafasi ya kuingia ndani ya kanisa. Hatua ya kanisa ikaitwa hatua ya kanisa ya Pergamo. Msomaji nipo kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 15. Hatua ya kanisa ya Pergamo ni tanzia mstari wa 12, lakini sio 13. Msomaji napajua ukaapo. Maandiko yanasema napajua ukaapo ndio kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Shetani akaweka kiti ndani ya kanisa. Nawe walishika sana jina langu, ndio, wala hukuikana imani yangu. Soma. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu. Antipa waliinuka kupiga papa, wakaitwa Antipa. Walipoinuka kupiga system ya kipapa, wakaitwa Antipa, Antipapasi. Soma. Aliyeuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Shetani alipofaulu kuingia ndani ya kanisa, wapendwa, watu wa Mungu wengi wakateswa katika system hii ya kanisa. Wakaingiza masanamu ndani ya kanisa. Huo ni wakati Konstantino Max aliamua kuhamisha capital city yake ama makao makuu yake, akatoa Roma ya magharibi akapeleka Roma mashariki, mtumishi kama sijakosea. Naam. Alipopeleka kule, alienda kapigana vita kali, akashinda kitumia alama ya msalaba. Maana wa Roma alama msalaba ni yao, ndio wanatambua kama alama ya ushindi kwao. Akarudi akasema nataka kuwa Mkristo. Alipokuja akaamua kuwa Mkristo, kanisa likaamua kushangaza Ukristo. Wakaamua maana ni mfalme na amekubali kuingia kanisani, kitu tunaweza fanya huyu mfalme, maana ni mtu wa kuheshimiwa, hatuwezi kumaliza na maji mengi. Wakachukua maji ya bakuli wakamnyunyizia kwa kichwa, wakamwambia mbatiza. Wakaogopa kumzalisha. Kuanzia usiku kanisa likakubali ubatizo wa nini? Wa maji ya kunyunyizia kwa kichwa badala ya maji mengi. Maana Biblia inafundisha ubatizo ni wa maji mengi. Konstantino alipochaguliwa kuwa trustee katika kanisa hilo, akaamua kusema ya kwamba sisi wapagani tumezoea kuabudu ibada gani? Ya masanamu. Tumezoea kuabudu kitu ambacho tunaona. Wakasema tukubalie tuabudu vitu tunaona. Kanisa likashusha ngazi ya Ukristo. Wakaamua kuingiza masanamu kanisani. Wakachonga Yesu, wakachonga Mariamu, wakachonga Yusufu, wakachonga watakatifu kama Paulo, Petro, wakawachonga, wakajaza masanamu katika makanisa. Kanisa ikakubali ibada gani? Hiyo ya sanamu, mpaka waleo wanachonga. Huwezi kuiondoa. Konstantino akasema kama wapagani tulikuwa tumezoea kuabudu Mungu katika siku gani? Ya kwanza ya juma. Katika siku ya kwanza ya juma tumezoea kuabudu jua, Mungu wetu mkubwa. Wakasema mkitukubali katika ibada ambayo mmezoea Sabato, tuongeze ingine mzee ya siku ya kwanza ya juma, mtatufanyia vizuri. Wakaweka ibada ya siku ya kwanza nini? Ya juma, iko katika historia. Wakaweka ibada ya siku ya kwanza ya juma, lakini kama bado kuna ibada ya Sabato. Lakini ibada ya Sabato itaendelea kufanya nini? Ikisaulika mpaka ikadumu ibada ya siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Ibada hii ikakubalika katika kanisa. Mpaka wa leo hiyo ibada ya siku ya kwanza ya juma ndio maana inaitwa siku ya Sunday, Sunjua Day siku. Huwezi kuiondoa hii ibada. Mungu alikuwa ameweka ibada yake ya siku ya saba ya Jumamosi. Hawa akasema hapana, wacha tuweke hata ibada ya Jumapili.
Na unajua shetani ni mjanja, analetaka kitu polepole. Sio kama umesikia hata saa hii umesikia kwamba watu wanaekewa hata sijui social Sunday, vitu kama hizo, mikutano ya Sunday. Umesikia? Naam. Polepole tu watu wanakuja na zoea. Wanaona hata Sunday inafaa. Ndio. Sasa ilianza hivi hata wakati ule. Ilianza polepole hapo kusaisha saa. Baadaye ikakubalika ibada hiyo. Na sabato ikasaulika. Ikaanza kuchukuliwa kwa uzito. Baadaye ikasaulika kabisa. Na wale ambao walianza kukatana ibada ama kushikilia ibada ya sabato na walishikilia Biblia wakaanza kupata kuuawa. Baada sasa ibada ya Jumapili imeingia kwa akili za watu. Sasa angalia kipi inakuja kufanyika. Sasa ibada sanamu ikaanza. Sasa tumeona ya kwamba akihamri ya pekee ambayo inatambua Yesu kuwa ndiye Bwana sabato. Sasa ni maana ya kwamba hawa pia watakataa sabato. Ni kweli alifanya hivyo? Ndio. Baada ya kukubaliana ibada ya sanamu, wakakubaliana ibada ya siku ya kwanza ya juma, ibada ya jua. Wakatana sabato ya Mungu. Kwa jina gani? Msomaji kwanza nipo Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 23:5. Wafalme wa Pili 23. 5. Wacha tuende polepole. Hata kuna watu wanakusikiza tu. Hata kule nje kuna watu wanasikiza. Soma andiko. Wafalme wa Pili, Second Kings. Wafalme wa Pili 23:5. Inasema hivi. Na iseme, akaondosha wale makwani. Huyo ni Josiah alipoingia kufanya matengenezo miongoni mwa Waisraeli. Wacha watu wa Mungu walio na kweli wanaogopa kufanya matengenezo. Maana anasema alipoinuka mfalme akafanya nini? Akaondosha wale makwani walioabudu sanamu. Soma. Ambao mfalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba katika mahali pa juu ndani ya mji ya Yuda. Soma. Na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Ndio. Na hao pia waliofukizia uvumba Bali. Walifukizia uvumba Bali. Walifukizia uvumba nini? Bali. Ibada ya kufukiza moshi. Jua. Wakafukizia jua. Mwezi. Sayari. Na jeshi lote la mbinguni. Unaona? Sasa wengine wakichukua ibada ya jua, wengine wakachukua ibada ya mwezi na nyota. Sio umeona kuna watu ambao katika ibada na majengo ya ibada wanaweka ishara ya mwezi na nyota. Na hata kuna mwezi wanasherehekea. Kuna mwezi wanasherehekea. Sasa ndio hivyo tu. Wakaanza ibada hiyo ya kuelekea kwa jua na mwezi. Ikakuja duniani, ilianza kitambo. Lakini pia kipindi cha duniani ibada hiyo inakuja kusimamishwa. Sasa wakafanya nini? Ukisoma kitabu chao ambacho kinaitwa Catholic Encyclopedia Volume 4 page 153 ni kitabu vyao. Wanasema the Catholic Church after changing the day of rest from the Jewish Sabbath or the seventh day of the week to the first day made the third commandment to refer to Sunday to be kept only as the Lord's day. Kanisa Katoliki baada ya kubadilisha pumziko la sabato ya Kiyahudi kutoa siku ya saba ya juma, wakapeleka siku ya kwanza ya juma. Waliita siku ya ngapi? Ama amri, walifanya hiyo amri, wakaifanya iwe amri ya ngapi? Ya 3, ambayo inasema ya kwamba Jumapili ndio inafaa kutunzwa kama siku takatifu ya Bwana. Sio tunaona kuna watu ambao wanaita siku ya Jumapili siku ya Bwana. Waulize imeandikwa hapo katika Biblia ya kwamba siku ya kwanza ya Jumapili inaitwa siku ya Bwana. Haiwezi kutolea andiko moja. Watakutolea andiko ya kwamba Yohana alikuwa katika roho siku gani? Ya Bwana. Kwani imeandikwa hapa ni Jumapili? Hapana, imeandikwa hapa ni siku ya kwanza ya juma. Ni siku gani ndio ya Bwana? Kwanza hiyo Ufunuo 1:10 Yohana anasema alikuwa katika roho siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni gani? Nipe kitabu cha Isaia 58:15. Unajua, naamini pia kuna watu wanatufuatilia kwa mitandao. Ndio maana naenda pole pole kwa taratibu.
ili tunaposikiza hapa sisi wengine pia wanafaidika. Nipe habari. Kama ukigeuza mguu wako usiharibu sabato. Maandiko yanasema kama ukigeuza mguu wako usiharibu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Mungu anasema ukifanya nini? Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha. Kumbe sabato ni siku ya furaha. Na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Kumbe sabato ndio siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Yenye heshima. Kumbe ni ya kuheshimiwa. Utasikia watu wakisema hawa watu kazeni kuheshimu siku. Haujajua Yesu alituambia tuheshimu. Anasema ni siku ya Bwana takatifu ya kuheshimiwa. Maliziandiko, ukitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe. Isikia mtu akikwambia nini kazeni kutukuza siku, mwambie Biblia imekubali tutukuze. Ni siku ya Bwana yenye heshima. Ukiitukuza, tunafaa tuitukuze sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sabato ndio siku ya Bwana, tena yenye heshima, tena takatifu ya Bwana. Si ndio? Naam. Lakini wao wakabadilisha wakasema hapana. Wale hata magazi ya Kiprotestanti wanaofuata hiyo siku waliita siku ya Bwana, hawajui nani waliita siku ya Bwana. Na wakaifuta ikakuwa amri ya 3. Unajua ni kwa nini? Maana amri ya 2 waliondoa. Amri ya Mungu ya 2 waliondoa. Wakachukua ya 3 wakaileta ikawa ya 2. Wakachukua ya 4 ambayo ni amri ya Sabato, wakaileta ikawa ya 3. Alafu akaenda wakipandisha, ilipofika amri ya 9, wakawa na amri ya 9. Baada ndio wanaenda kupandisha. Wakaenda ile ya 10, wakaingawisha mara 2, ikawa ya 10 na ya 9. Ya 9 ndio ilivyo mpaka wa leo. Siwewe usome kwa katekisimu. Wewe uangalie amri 10 katika katekisimu na ulinganishe na zile ziko kwa Biblia. Katika kitabu cha Kutoka 20, mstari wake wa kwanza mpaka 17. Uone sifanani. Sasa wakaamua amri ya Mungu ya Sabato. Na baada ya kuikataa, ndio amri pekee wanataka kutoka dunia nayo. Wa kwanza kuileta alikuwa ni Konstantino. Na kusudi la Konstantino kuleta amri hiyo ama kukubali ili kwamba ibada ya siku ya Sabato ipelekwe siku ya kwanza ya juma. Ni kwa sababu ya Mungu yao. Na tena akaamua ili alete wapagani pamoja na Wakristo pamoja. Wapagani si rahisi kukubaliana na Ukristo, lakini ni rahisi wa Kristo kushusha ngazi yao na kuunganika na ulimwengu na kuunganika na upagani. Si kweli? Si hata saa hii kanisa inafanya hivi. Na inakuwa ni rahisi watu wa kanisa kushusha ngazi ya Ukristo na kufanya nini? Kubali upagani. Kukubali hata ulimwengu. Ndio hivyo. Konstantino akajua wapagani itakuwa rahisi. Tufanye nini watu wa Kristo washushe ngazi, tumoja pamoja katika ibada moja ya Jumapili? Ndio maana ikaandikwa mwaka wa 321 tarehe 7 mwezi wa 3. Ikasemekana ya kwamba kila mahali biashara zifungwe siku ya Sabato. Siku ya Jumapili. Na akaweka sahihi. Akasema kuanzia siku biashara hakuna kufanyika siku gani? Ya Jumapili. Akapitisha kama sheria wakati ule. Baadaye ikakuja kukubalika na kanisa la Roma ya kwamba rasmi tumekubali ibada hiyo ya Jumapili. Ikaanza kuendelea duniani. Na anasema kusudi kufanya hivyo Konstantino anasema katika kitabu kinaitwa History of the Eastern Church page 184. Sisi tunasema wanasema kitabu kinaitwa History of the Eastern Church page 184. Page 184. Wanasema the retention of the old pagan name of day solis or Sunday is in great measure or into the union of pagan and Christian sacrament with which the first day of the week was recommended by the Constantine to its subjects, pagan and Christianity alike. Yes, It's a venerable day of the sun. Wakamai waleta wapagani pamoja na Wakristo pamoja. Waite siku gani? Ya kwanza ya juma. Ya kwanza ya juma. Hata waleo
Sasa shetani akitaka kuleta watu wapagani na Wakristo pamoja, ni siku gani ambayo itashirika dunia nzima? Jumapili tu. Watu wengi watambui mambo ya Sabato. Watu wengi wanatambua Jumapili, hata wale ambao hawaendi kanisa wanatambua siku gani? Akitaka shetani akitaka kuleta wapagani na Wakristo pamoja, Jumapili. Ndivyo ilivyofanyika wakati ule. Sasa na ndio maana tunaambiwa kanisa wako na mvinyo. Wako na mvinyo, wako na kikombe kinaleta dunia. Ufunuo 14:8 inatuambia Babeli ambayo imeanguka wako na kikombe mvinyo ambayo inaleta dunia nzima. Ila Yeremia ndio nzuri, maana hiyo tulikuwa tumesoma. Na Ufunuo 17 inatuambia ako na kikombe kimejaa na machukizo na machafu ya usherati wake. Kwa hiyo mambo ya usherati wake yanaletea dunia. Yako ndani ya kikombe. Kikombe, the wine of Babylon. Tunataka kuangalia. Alafu tuangalie watoto wake tumalize. Msomaji, na kikombe kwani kiko na nini? Ukiangalia kwanza Yeremia 51 kama sikosea, ipe sawa. Inasema ama ni 6. Sawa ndio nzuri. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana. Yaani Babeli iko na kikombe, na ni kikombe cha dhahabu. Tuende kilicholevya dunia yote. Ati dunia yote imelevwa na kikombe hicho cha Babeli. Tuende mataifa wamekunywa mvinyo wake. Hata Kenya mataifa yote wamekunywa mvinyo wa Babeli. Tuende kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Ndio maana mataifa wameingiwa na wazimu. Kwa sababu gani? Ya mvinyo wa Babeli. Si unaona Babeli imeleta dunia? Naam. Na haijaleta watu wachache, imeleta mpaka wafalme. 18 ndipo 3 Ufunuo. Yaani Babeli imeleta mpaka dunia yote, mpaka wafalme wa dunia wamekubali. Nipe habari. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ghadhabu ya usherati wake. Maandiko yanasema dunia yote na mataifa yote hata Kenya. Tuende wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake. Malizia. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Na wafalme wa dunia wamekubaliana na yeye kwa sababu ya mambo yake ya kikahaba na mambo yaliyo katika kikombe hicho. Sasa mtumishi, kwani kikombe kiko na nini? Nipe Isaya 29:9. Usikie. Isaya 29:9. Msomaji kwa haraka tu. Barikiwa. Inasema ngojeni mstaajabu. Maandiko yanasema ngojeni mstaajabu. Fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Maandiko yanasema watu waendelea kufanya anasa zao na waendelea kuwa vipofu. Soma. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Kumbe watu wamelewa dunia nzima na mataifa yote mpaka Kenya, lakini si kwa ajili ya mvinyo. Si pombe. Malizia. Wamewaya wala si kwa sababu ya kileo. Wale ambao wanalewa pia wanawaya, lakini si kwa sababu ya kileo. Dunia kwanza. Kama wanawaya na wanalewa, lakini si kwa sababu ya mvinyo ama si kwa ajili ya kileo. Si pombe, ni dini imewalevya. 24:19 Isaya nipe 24. Sawa mstari wa 19. Inasema teremka mpaka 20. Dunia kuvunjika na kuvunjika sana. Si unaona dunia hii ile inakumbwa na corona. Maandiko yanasema inavunjika tena sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Malizia. Dunia kutikisika inatikisika sana. Dunia zaidi kutikisika inatikisika. Soma. Dunia inalewalewa kama mlevi. Na dunia inalewalewa kama mlevi. Nayo inawayawaya kama machela. Maandiko yanasema inawayawaya kama nini? Machela. Na tumeambiwa si pombe imefanya hivyo. Malizia. Na mzigo wa dhambi zake utailemea. Kumbe ni mzigo wa nini? Wa dhambi utailemea. Na itaanguka wala haitainuka tena. Tulia. Kumbe dunia inaenda kuanguka na haitainuka tena. Na kile kinafanya ilewelewe na kulewalewa ni nini? Dhambi. Kwani dhambi ni nini? Yohana wa kwanza 3:4. Maandiko yanasema kila atendaye dhambi afanya nini? Maana dhambi ni nini? Uasi. Lakini uasi wa nini? Isaya 24:5. Maandiko yanasema tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Twende. Kwa maana wameziasi sheria. Atuoneasi nini? Sheria. Kumbe ni sheria za Mungu. Kwa hiyo hii system ya kanisa hili limeamua kufanya dunia yote ifanye nini? Iasi sheria za Mungu. Na Mungu hesabu dunia yote na mataifa yote wametenda Mungu dhambi. Kwa sababu gani? Wameasi sheria za Mungu. Wamekataa sheria za Mungu. Kwa nini? Malizia. Naendelea kusema wameibadili amri. Ni kwa sababu wameibadili amri.
si mingi, moja. Kwa sababu ya hiyo amri moja wameibadili, ndio imefanya mataifa wanakataa sheria za nani? Za Mungu. Kwa sababu ya amri ngapi? Moja. Unaisikia wale ambao wanakataa sheria za Mungu. Unaisikia wakiwa na shida na kuzini. Unaisikia wakiwa na shida na usiibe. Unaisikia wakiwa na shida usishuhudie jirani yako uongo. Unaisikia wakiwa na shida usiabudu miungu mingine isipokuwa mimi. Ngusa Sabato. Ndio utajua. Kwa nini? Maana yule alibadilisha, na baada ya kubadilisha mataifa yote na watu wa dini na hata wafalme wa dunia wanatekwa na yeye. Maana ameleta amri, yaani amebadilisha amri ya Mungu, akaleta sheria ambayo si kulingana na Biblia. Si unaona? Ndio maana watu wameingia na wazimu. Ukiwaambusa hivi wako na wazimu. Wazimu wanaingizwa na nani? Wewe mwanamke kama. Si unaona? Dunia yetu imeingia na wazimu kwa sababu ya kikombe cha uli. Kwa hiyo amekataa nini? Sheria za Mungu. Na kwa sababu kataa sheria za Mungu, ameamua unganike wafalme wa dunia. Na ndio maana kwa pesa zao. Hii ni pesa ya 1963. L100. L inasimamia 50. Inasimamia 50 Kwa hiyo hii kama imeandikwa L alafu 100 hiyo ni haya. Haina haja hiyo. Wameandika hiyo pesa Citadel Vatikano, alafu ni 1963 wamechora mwanamke ameshika nini? Kikombe kiko na jua ndani. Na mwanamke amebeba msalaba. Unafikiria ni ibada gani? Wanatukuza msalaba na wameshika kikombe kiko na jua ndani. Alafu tena huyu mwanamke wameandika hapa chini Vides. Vides ni female goddess, yaani Mungu wa kike. Kwa hiyo wao wanatukuza Mungu wa kike. Unajua ni kwa nini? Hata Matendo ya Mitume 19. Wanatukuza Mungu wa kike. Kwa hiyo mafundisho moja ambayo analeta duniani ni fundisho la kukataa Sabato ya Mungu na kuinua ibada ambayo analeta duniani ya Jumapili. Ndio mvinyo ambayo analeta dunia nzima. Nipe habari msomaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19 anza 24. Inasema kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio. Maandiko yanasema mtu mmoja jina lake alikuwa anaitwa Demetrio. Fedha. Alikuwa anatoa fedha, anatengeneza vihekalu vya fedha. Twende. Aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi. Artemi, kuna mwanamke anaitwa Artemi ambaye alikuwa anatengeneza vihekalu, yaani tusanamu kwa fedha. Twende. Alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Na mafundi walikuwa wanapata faida kubwa kutokana na hiyo kazi. Soma. Akawakusanya hawa pamoja na wengine wenye kazi ile ile. Safi. Akasema, enyi wanaume, ndio mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Mnajua utajiri wetu unatoka katika kazi hii. Soma. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu. Si katika Efeso tu. Soma. Bali katika Asia yote pia. Katika Asia nzima pia. Paulo huyu ameshawishi watu wengi. Ndio. Na kuwageuza nia zao. Soma. Akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio Paulo alikuwa amefundisha ile ambayo inatengenezwa na mikono ya wanadamu, masanamu sio miungu. Twende. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Ndio. Bali na hekalu la Mungu mke. Bali na hekalu la Mungu mke. Aliye mkuu. Nani? Artemi. Kwa hiyo ndio maana unaona wale ambao wanachonga sanamu, kuna mwanamke anaheshimu kama Mungu mke. Si unaona hivyo? Wanapochonga sanamu, kuna Mungu anaheshimu kama Mungu mke. Wako naye. Na wanachonga hiyo Mungu mke, wanamchonga, wanamweka kanisa. Haijaanza saa hii, ilikuwa hata wakati wa Paulo. Watu wa Atene walikuwa wamechonga na walikuwa na hekalu la Mungu mke. Sasa wamekubali kuchukua ile hekalu, wanaamua kubadilisha kanisa kwa hekalu la Mungu mke. Wanatukuza Mungu mke, wanamwita the King of Heaven, yaani malkia wa mbinguni. Kwa mbinguni kuna mfalme mwanamke? Hapana, hiyo ni kuchezewa akili. Angalia sasa, wamekataa amri ya Sabato, wameamua kuinua ibada nyingine ya siku ya kwanza ya juma hii. Si unaona wameinua? Wanakuambia ibada tunaienzi, wanainua. Ibada gani? Wanainua jua, wanasema wanaienzi ibada hiyo.
wanaienzi ibada hiyo. Kwa hiyo wapendwa, badala ya kuinua sabato ya Mungu, wakaamua kuinua ibada ya siku ya kwanza juu. Wakainua, wakaamua tutaki hiyo, na nchi wanaleta dunia nzima. Lakini ukiangalia, si sabato peke yake wanaleta dunia nayo. Unajua Yesu pia kwa kikombe chake. Nipe Zaburi 116. Ndio hiyo ama nimekosea? Nipe mstari wa 15. Inasema, barikiwa, nitakipokea kikombe cha wokovu. Maandiko yanasema kuna kikombe cha Yesu kinaitwa kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Tulia. Kwa hiyo wale ambao wanapokea kikombe cha Yesu wanatangaza jina la Bwana. Huwezi kutangaza ile ambayo hujui, ndio? Na Yohana wa kwanza 2:3 usikie. Huwezi kutangaza mtu ambaye hujui. Lazima utangaze yule ambaye unafanya nini? Unamjua. Unamjua. Yohana wa kwanza 2:3. Soma. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye. Tumemjua yeye. Ikiwa tunashika amri zake. Kwa hiyo wale ambao wanamjua wanashika amri za nani? Zake. Kwa hiyo tunapotangaza jina la Bwana, tunatangaza yule ambaye tunamjua, maana tunashika amri zake. Malizia. Yeye asemaye nimemjua wala hasishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Tulia. Kwa hizo amri ni za nani tunaambiwa tushike? 5:3. Hiyo Yohana wa kwanza. Hizo amri tunaambiwa tushike ni za nani? Ndio watu wengi wamesema ati Yesu alikuja na amri zingine zake, si zile za Mungu. Ni gani tunaambiwa tushike? Soma. Kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Kwa hiyo amri za nani tunashika? Za Mungu. Si za Yesu. Ni za Mungu. Lakini Yesu na Baba si mmoja. Na sasa Yesu anaweza kuja ile kinyume cha Baba? Hapana. Sasa hawa wameamua kuinua jua. Ndio maana unaona, si unaona jua kule Vatican City imejengwa kwa mfano wa jua, na wakaweka mnara ile kubwa ya Babeli hapo katikati, alafu wakachoma masanamu wakapanga kama Mesia, si unaona? Sasa wakaletea watu ibada hiyo, ndio Babeli ya mwisho duniani. Hebu angalia sasa, hiyo ndio mvinyo analeta duniani, naye Bwana hapo na kikombe chake wanachokipokea wanatangaza jina la Bwana na kikombe cha Yesu. Nipe kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11. Soma kwa haraka tu, alafu nikuonyesha mambo machache vile hata sisi tunatoka na Babeli. Alafu nimalize. Nataka kuonyesha hata sisi tunatoka na Babeli kwa njia gani. Nipe habari msomaji. Ngapi? Wakorintho wa kwanza 11:25 nzuri. Inasema 11:25 Wakorintho wa kwanza. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema. Yesu akatoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Akasema kikombe hiki ni agano jipya. Kwa hiyo kikombe cha Yesu isikuwa agano jipya. Kwa hiyo tunapozungumzia kikombe cha Yesu ni agano jipya katika damu ya nani? Ya Yesu. Maana agano la kale lilifanywa na damu ya nani? Ya kondoo, si ndio? Agano jipya Yesu anakuja kama mwana kondoo wa kweli anayechukua dhambi za ulimwengu. Inafanywa agano jipya na damu yake. Je, hiyo damu ya Yesu inamaliza amri 10? Hapana. Waebrania 8:10 sikie. Kwani agano jipya liko na nini gani? Nipe habari. Waebrania 8:10 barikiwa. Sasa hawa wameleta ibada ya kufukiza moshi. Wamekataa ibada ya Mungu. Sio kufukiza moshi. Baada ya kuja ibada ya chokodio, hii ibada ile tu ya moshi. Wanafukiza moshi mbele ya msalaba na jua. Si unaona? Na masanamu wanafukiza. Haya, nipe habari. Maana hili ndilo agano nitakalo agano na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Anasema nini? Nitawapa sheria zangu katika nia zao. Bwana anasema nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika. Na ndani ya mioyo yao nitaziandika. Kumbe ziishi. Bwana anasema nitaziandika katika nia zao na ndani nitaziandika. Twende. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Waebrania 9 ikatuambia imesalia raha Sabato kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanakubaliana Sabato na wanakubali sheria za Mungu ziwe katika nia zao na ndani ya mioyo yao. Au wakubali zimeisha. Maana Mungu akasema hivyo. Zile ziliisha, zilikuwa zinahusiana na kafara. Hiyo ni Waebrania 10, utaanza anzia mwanzo 1 mpaka 6. Teremka. Utaona sheria ambazo ziliisha ni zile zilikuwa zinahusiana na kafara ya kondoo mbuzi. Maana hizo kondoo, mbuzi, ng'ombe
zilikuwa zinalenga mwili wa nani? Wa Yesu. Ilikuwa ni kivuli kilenga mwili wa Yesu. Mwili ulikuwa unachinjwa, Yesu ndiye alikuja kuchinjwa kama mwana kondoo wa kweli, mwili wa kweli, mwana kondoo. Tuko pamoja? Kwa hiyo si sheria ambazo zilikuwa zinahusiana na amri 10 moral law, hapana, ni ceremonial law. Ndio zilikuwa zinalenga mwili wa Yesu. Sasa mtumishi, naam, kando na kata Sabato wamemkataa mafundisho ya Yesu ya Agano Jipya, ya sheria za Mungu kwa ndani ya mioyo yetu na katika nia zetu na ingine ndani. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18, kuna watu ambao wanatumia andiko vibaya. Sikia vile inatumika. Wakorintho wa kwanza 1:18, msomaji. Inasema hivi: katika Agano Jipya tunakubali ya kwamba kuna damu inamwagika ya mwana kondoo pale Calvary msalabani. Kifo cha Yesu msalabani. Tuende ya andiko. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea si msalaba wa kuonekana na macho. Ndio wengine wanachukua hiyo andiko ili kudhibitisha kwamba msalaba kuonekana macho ndio msalaba Yesu anazungumzia pale katika. Maandiko yanasema neno, injili inahusiana nini? Na kifo cha Yesu msalabani. Ni upuzi kwao wanaopotea, ni upuzi. Twende. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Wale ambao wanaokolewa ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Tulia. Kuna watu wanaweza kuwa wamekataa mafundisho ya msalaba wa Yesu. Kuna watu wanaweza kuwa wanakataa mafundisho ya msalaba wa Yesu. Ujanja, ndio kwa jirani wanaweza kosa kusema kwa mdomo, lakini kwa matendo yao wanadhihirisha wanafanya hivyo. Kwa jirani nipo kitabu cha Warumi 6. Wanaweza kuwa watu wanakataa kifo cha Yesu msalabani. Kwa jirani 6:3, msomaji, Warumi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, wote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake, tumebatizwa katika mauti ya Yesu msalabani. Twende. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Wale ambao wabatizi watu kwa njia ya kuzika wamekubali kifo cha Yesu kweli? Hapana. Hawajakubali. Wamefanya nini? Wamekataa kifo cha Yesu msalabani. Kwa nini? Hawaziki watu. Kwa hiyo wamekataa mafundisho ya msalaba wa Yesu. Nafundisha watu wafanye nini? Wafie dhambi kama vile Yesu alikufa. Alafu wanapokufia dhambi kama vile Yesu alikufa msalabani, wazikwe ndani ya maji mengi vile Yesu alizikwa. Usudi kama Kristo alipofufuka katika wafu, kama vile Yesu alitoka ndani ya maji, alifuka kutoka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima. Baada ya kuzikwa ndani ya maji mengi, tukitoka tunafaa kukubali kwa viumbe vipya, tuende katika upya uzima. Tulia pale. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekataa mafundisho ya msalaba wa Yesu, wamekataa mafundisho ya ubatizo wa maji mengi. Wameamua kubatiza watu na maji ya bakuli. Msomaji? Naam. Kifo cha Yesu watu wanaweza kukataa tena kwa njia gani? Nipe kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza. First Thessalonians. Nipe mstari wake wa 15. 13 inasema, wakati ubatizo wa kweli wakama kuleta ubatizo mwingine. Atuende andiko. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, wale ambao wamekufa wamelala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Tusije tukahuzunika kama watu wasio na matumaini. Kwa nini? Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, kama tunaamini Yesu alikufa msalabani na akazikwa tena akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, ndio Mungu atawaleta pamoja naye. Tulia. Niulize swali. Wale ambao wanaamini ya kwamba moto wakifa, mzee, wale ambao wanaamini moto wakifa anaenda mahali kuteswa milele, purgatory, ama anaenda mbinguni, wanaamini ya kwamba kuna ufufuo. Yesu atakuja kufufua kina nani kama watu wengine wako mbinguni, wengine wako katika ziwa la moto, wengine wanaenda kuteswa mahali? Kuna haja ya kuja kuwafufua? Hakuna haja. Lakini maandiko yafundishi hivyo. Wanatumia ile mfano ambao Yesu alipeana ya kwamba, unajua kuna mfano Yesu alitoa ya kwamba Lazaro alipokufa alienda kifani mwa nani? Mwa Ibrahimu. Na tajiri alipokufa alienda ziwa la moto. Hiyo ni mfano. 13:34 Yesu ile Mathayo, maandiko yanasema mambo haya Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuambia neno. Ilikuwa ni jambo halisi, ilikuwa ni mfano. Nimesema Mathayo 13:34. Sasa watu wakifa wako wapi?
Ndipo kitabu cha Yohana Injili 5:28. Yohana Injili 5:28 kwa haraka tumtumishi. Na kama kuna mafundisho mawili ambayo itakuja kudanganya watu dunia nzima, ni mafundisho mawili makubwa. Moja ni ya kwamba mtu akifa afi, na ya pili ni kuinua ibada ya Jumapili. Maongo mawili makubwa linakuja kudanganya dunia nzima. Wafalme wa dunia wametekwa na si Jumana. Hata wafalme wa dunia akienda kwa mkutano, hata wanasiasa wakienda kwa mazishi wanasema aje? Ati Mungu tulimpenda lakini umempenda zaidi. Mungu akikupenda unakufa kwa uwezekano. Kama akikupenda unakufa kweli, huyo Mungu ni mzuri kweli. Maandiko yanasema Mungu, kwa maana jinsi Mungu alipenda nini hata akafanya nini. Hata hiyo andiko pekee yake simani na kupiga knockout. Na kwamba Yesu alipopenda ulimwengu alitoa mwanao. Akitupenda kufi. Ndio maana ukisoma hata natumaini Ezekiel 35 sema huko. Natumaini 11 hapo. Kwamba hata Mungu afurahi kifo cha mwenye dhambi. Cha mwenye dhambi. Ezekiel 35 ni 11 hapo. Kitu kama hiyo. Unaweza enda kusoma ibada. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba mtu akifa ako wapi? Maana wengine anasema ati mtu akikufa ni Mungu alimuita. Akimuita kwa tisia si nyamaze, maana ukiitika utakufa. Haya, nipe andiko. Msisajabie maneno hayo. Maandiko yanasema msisajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja. Saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini watafanya nini? Watasikia sauti yake. Kwa hiyo mtu akifa kwa wapi? Kaburini. Sasa na hao wao wanasema mtu akifa anaenda mbinguni. Sio naona amekataa Biblia. Maandiko yanasema maana watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima. Twende. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo hukumu. Kwa hiyo watu wakifa wako kaburini makundi mawili. Waliokufa ndani ya Yesu, waliotenda mema. Waliokufa wakiwa nje ya Yesu, waliotenda mabaya. Makundi mawili. Yesu akija atawafufua. Ndio maana hata mhubiri mwenyewe anasema, yeye ni Agano Jipya, wote twende Agano Kale tusikie. Hata wale wakale waliamini aje. Nipe kitabu cha Mhubiri 5. Anza 19 msomaji. 3:19 Mhubiri inasema, kwa maana linalowatukia wanadamu, lile linawatukia wanadamu, linawatukia wanyama. Soma. Jambo moja linawatukia anavyokufa huyu, anapokufa mwanadamu ndivyo anavyokufa huyu, ndivyo anavyokufa mnyama. Twende. Naam, wote wanayo pumzi moja. Wote wako na pumzi moja. Wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Soma. Kwa maana yote ni ubatili. Yote ni ubatili. Soma. Wote huendea mahali pamoja. Wote wanaenda mahali pamoja. Wote hutoka katika mavumbi. Wote wanatoka katika mavumbi. Na hata mavumbini urudi tena. Wanarudi tena. Kwa hiyo watu wakifa na hata wanyama wakifa wanarudi mavumbini. Mbona ng'ombe akifa tuseme amerudi mavumbini? Nasema ama tuseme anaenda. Kwa nini ng'ombe akifa tuseme anaenda mbinguni? Hata ukimula si bado tena choo. Kwa hiyo atarudi wapi? Mavumbini. Hata ile kuku lichinjwa kwa kula, kwani ulipeleka wapi? Ilenda kwa choo utarudisha mavumbini. Kwa hiyo chochote kikifa inarudi wapi? Mavumbini. Nao wanasema mtu ameenda mbinguni. Hao wanaleta mazigo, wanaleta maiti kwa kanisa. Wanaamini mtu huyu amekufa hakuna kitu anajua. Hawaamini hivyo. Nipe kitabu. Unajua Mungu anasema yeye si Mungu wa wafu. Juu kama ile andiko mnaiona. Lakini kwanza nipe fungu gani? Mtu akifa hakuna kitu anajua. Nipe Mhubiri hiyo 9:5. Mhubiri 9:5. Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Soma. Lakini wapo hawajui neno lolote. Sasa mtu unamleta ati kwa sababu alikuwa tajiri sana, alikuwa na pesa nyingi, unamleta kwa kanisa kumwombea. Kwani anajua? Hakuna kitu anajua. Hakuna kitu anajua. Ati mnampatia heshima nyingi. Na mitandao watu wanachangisha pesa nyingi wakisema tunataka kumpatia decent sendo. Anajua wakati alikuwa hai au kumjali, lakini watu wakati wamekufa wanataka kumpatia decent sendo. Kwani anajua? Hakuna kitu anajua. Ati mlivalisha suti nzuri,
ati mkamnulia nilia ya pesa nyingi Ingereza. Naam. Ajui yale mambo yenu tu. Yamekufa. Hao walizikwaje? Kama alikufa akiwa yuko ndani ya Yesu, anangojea kufufuliwa kwa ajili ya kuangamizwa. Kama alikufa ndani ya Yesu, hata muziki namna gani, hata mwanamke mchoa, Yesu atakuja kumfufua kwa ajili ya nini? Ya uzima. Kwa hiyo huwezi kubadilika ukiwa umekufa, hata muombe mtu namna gani. Sasa msemaje? Naam. Kwa hiyo haya maungo mawili makubwa wameamua kuteka dunia nayo hadi ya watu, na ndio maana ukisoma kitabu kinaitwa Manuscript Release Volume 1. Manuscript Release Volume 1. Page 302, paragraph 2. 302, paragraph 2. 302, paragraph 2. Inasema, the wine of Babylon is the exalting of the false and spurious Sabbath, about the Sabbath which the Lord Jehovah hath blessed and sanctified for the use of man. Also, the immortality of the soul. Yani, mtini ya Babeli ni kuinua Jumapili, yani Sabato ya uongo, kuliko ile Sabato ambayo Bwana Yehova alibariki na akaitakasa kwa ajili ya matumizi ya nani? Ya wanadamu. Na fundisho la pili ni mtu akifa afi. Ndio fundisho lingine amepeka duniani. Na ndio maana unaona hata watu wetu wameanza kuamini hivyo, ati mtu akifa tunaweza mfanyia maombi, tunaweza mleta kanisani, tumfanyie ibada. Haiwezekani mtu akifa hata kumleta kanisani. Haiwezekani. Sio? Mungu si Mungu wa wafu, ati mkimleta kanisani ndio Mungu atasikia mambo yake. Hapana. Sasa hayo mafundisho mawili ndio inateka dunia nzima. Kwa hiyo baada ya Jumapili na nini tena? Ndani ya wafu. Lakini kuna hatua za kuelekea katika upotofu. Wakati watu wameanza kuacha Biblia na kuanza kupokea mafundisho na mapokeo ya wanadamu ambayo katika Biblia, ujua anaanza kuchukua hatua gani ya kuelekea katika mafundisho makuu ya kufanya babu. Kwa mfano, nipe hiyo sijaandika hapa, mtumishi. Chukua simu yako. Nifungulie quotation ile kitabu kinaitwa 1BIO. Yaani kinaitwa volume 1 ya kitabu ambacho kinaitwa Biography. 1BIO. Kitabu kinaitwa Biography volume 1. Tunafika hapo. Nifungulie page 453, paragraph 2. Usikie. Kwa hivyo, lakini ya mafundisho yake, ili kabla tujasoma hilo, hayo mafundisho yake ni wakati gani atayalazimisha duniani na dunia yote ihesabike kwamba wamekunywa mvinyo yake. Unajua wakati gani? Tunaambiwa when the world sins reach unto heaven, kulingana na Revelation 18 verse 2 to 15. Tunaambiwa when the Lord God is finally made void by legislation. Wakati hiyo ni kitabu kinaitwa Life Events page 188 paragraph 5. Life Events page 188 paragraph 5. Wakati watapitisha sheria ya kukataa sheria nani? Ya Mungu. Ndio wakati ambapo watafanya nini? Watakuwa wameleta dunia nzima. Lakini sasa hivi wanaendelea mikakati ya vile watakuja kuweka sheria ambayo italazimisha nini? Italazimisha ya kwamba hawataki sheria ya Mungu. Wakati watakataa sheria ya Mungu kwa njia kupitia sheria yao ya dunia, ndio wakati watakuwa wameleta dunia nzima. Kwa hiyo mvinyo, maana kila mtu atahitajika kufanya uamuzi. Lakini kuna hatua za kuelekea hapo. Hebu sikia hii. Kuna hatua. Unasema 453 paragraph 2. 453 paragraph 2. Nasema the first step of apostasy, hatua ya kwanza ya uasi. Hatua nini? Ya uasi. Na usikize kwa makini. Hatua ya kwanza ya uasi. The first step of what? Apostasy. Apostasy. Twende.
is to get up a creed. Ni kutengeneza kanuni. Hatua ya kwanza ya uasi ni kutengeneza nini? Kanuni. Endelea. Telling us what we shall believe. Na kutuambia ni nini ambacho tunafaa kuamini. Endelea. The second is to make that creed a test of fellowship. Hatua ya pili ni kufanya hiyo kanuni iwe ndio kipimo ama mtihani wa imani. Yaani kama uamini hiyo wewe si wetu. Malizia. The third is to try members by that creed. Hatua ya tatu ni kuwajaribu washiriki kwa nini? Kwa hiyo kanuni. Hamjanielewa? Malizia. The fourth, to denounce as heretics. Hatua ya nne, to turn as heretics those who do not believe that creed. Wale ambao hawaamini kanuni hiyo wanaitwa offshoot ama wanaitwa wazushi, wanaonekana wafai. Mjanielewa? Hiyo ni roho lakini nasema hivyo. Tunaiamini? Tunaiamini? Inasema hivyo. Kwa nini? Wakati hivi andiko hivyo ni wakati Mungu alikuwa anaunda kanisa lake, kanisa la Seventh Day Adventist. Wakati ilikuwa inaundwa, sikio kile walisema, sikio kile walisema walipokuwa wamekutanika, hili kanisa lianzia kanisa la Mungu lilikuwa msingi wake. Sikio kile walisema hiyo 454 paragraph 1. Hiyo kitabu 454 sikia hii ya muhimu, sikia hii. 454 paragraph 1 nasema a creed and the spirit of prophecy. Sikia ati kanuni na spirit of prophecy ama roho ya nini? I am convinced. Mimi Chote anasema I am convinced. Ati amefanya nini? Ameshawishika. Aje? Not by what the brethren have said, for I was convinced before. Si kwamba ni vile ndugu zangu ambao tumeketi na hapa wameamini, wamesema sahi, nilikuwa convinced ama nilikuwa nimeshawishika hata kutoa kitambo. Aje? I wish to say a word now in favor of the resolution. Nataka kusema jambo in favor of the resolution. Kulingana na vile yani tumeamua. Endelea. I prefer that the brethren should be uniform in this thing. Na yani napendekeza kwamba ndugu na dada tuweze kuwa na umoja katika hilo jambo gani? Endelea. This will tend to unity in the church. Na hii italeta umoja katika kanisa. Let us set a right example here. And let it go out from this meeting. Endelea. Walikuwa katika meeting wakati walikuwa katika mkutano. Endelea. This is one reason why I will vote for this covenant. Mtu inafaa hata nipigie kura hii gani? On the subject of creeds. Katika swala la nini? La creed ama kanuni. Endelea. I agree with brother Longford. Ninakubaliana na ndugu ambaye alikuwa pale. Endelea. I never weighed the points which he has presented. Sikuwa nimepima hizo pointi ameleta kwa uzito, sikuwa nimezipima. Endelea. As I have since I began to examine the subject. Wakati alianza kuangalia swala hilo, ndiye aliona uzito hilo jambo. Gani? In Ephesians 4 verse 11 to 13. Katika Waefeso 4 mstari wa ngapi? 11 hadi 13. Inazungumzia vipawa ambavyo Mungu anapeana katika kanisa lake, si ndio? Endelea kusoma sikio. We read Waefeso 4:11 mpaka 13. We read. And he gave some apostles, na alipeana wengine kwa mitume, and some prophets, wengine manabii, etc. na wengine. Endelea. Here we have the gifts of the church presented. Hapa tuko na vipawa vya Mungu ambavyo amepeana. Ndio. Now I take the ground that creeds stand in a direct opposition to the gifts. Sikia, anasema ati sahihi nachukua msimamo ya kwamba kanuni inasimama kinyume cha nini? Cha vipawa ambavyo Mungu amepeana. Kwa maana kanuni ilikuwa kipawa kimoja kuliko vipawa
vingine. Endelea kusoma sikia. Let us suppose a case. We get up a creed. Wacha tuseme ama tuchukulie kwa mfano tutengeneze kanuni. Stating just what we shall believe on this point and the other. Na alafu hiyo kanuni iandikwe kile ambacho sisi kama watu tumeamini katika pointi hii na pointi nyingine. And just what we shall do in preference to this thing and that. Na ni nini ambacho tunafaa kufanya katika jambo hili na jambo lingine. And say that we will believe the gifts too. Na tuseme bado tutaamini katika vipawa ambavyo Mungu amepeana. Endelea. But suppose the Lord through the gifts. Sasa anauliza, anasema kama Mungu anaweza amua kupitia kwa hizo vipawa ambavyo amepeana, afanye nini? Should give us some new light that ampeane nuru nyingine mpya that did not harmonize with our creed. Na ikubaliani na kanuni yetu. Then if we remain true to the gifts, kama tutakubaliana